Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, ninakukaribisha tena katika somo la siku ya leo. Mimi ninayezungumza nawe ni mchungaji Nation Lameki. Nimekuwa nawe katika mfululizo wa masomo haya ama katika vipindi hivi vya wakili mwaminifu. Nami ninapenda kukusalimu tena wewe ambaye ni wakili mwaminifu wa Mungu, ambaye umekuwa ukivifuatilia vipindi hivi, na Mungu akubariki sana. Kipindi kilichopita tuliangalia habari ya wakili ama wakili juu ya muda. Tuliangalia ya kwamba kati ya vitu ambavyo wanadamu wangeweza kujilaumu sana ni kwa habari ya muda. Na hata leo tumekuwa tukisikia watu wakisema fulani yuko kabisa na muda, ukikubaliana naye muda fulani ufanya hivyo. Lakini tumekuwa tukisikia pia kundi jingine la pili la watu ambao hawajui na hawawezi kabisa kutunza muda. Hata ukimwambia tutaondoka saa 2 kesho asubuhi, jiandae, huyo mtu atafika saa 2 bado. Utampigia simu ama utamwambia tulikwambia saa 2 ujiandae tunaondoka, mbona bado? Atakwambia nisubiri. Kwa hivyo muda ni changamoto kubwa katika ulimwengu huu. Lakini jambo la pili tuliloliangalia katika kipindi kilichopita, wanadamu wote wameumbwa katika hali ya ukomo baada ya dhambi, ya kwamba unazaliwa na kuna kufa. Lile fungu linasema kila jambo na wakati wake kwenye kitabu cha Mhubiri sura ile ya 3. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Kila jambo chini ya ulimwengu huu ama katika ulimwengu huu lipo katika muda. Na hata kwa habari ya ukombozi, Mungu alipomtuma Yesu Kristo ilikuwa ni ndani ya muda. Ndiyo maana baada ya Yesu kumaliza ule utume wake, akaondoka kurudi mbinguni, maana muda wake ulikuwa umekwisha. Na hata aliwahi kusema ya kwamba mimi nitakapoondoka kwenu, Baba atawaleteeni msaidizi. Kwa hivyo wakati wa Kristo huduma yake ilikuwa imeisha, na sasa alikuwa anakuja Roho Mtakatifu katika kazi yake ndani ya muda aliyopewa pia. Kwa hivyo muda ni muhimu, kwa sababu kila chochote kilichoko duniani ni matokeo ya matumizi ya muda. Kile ulicho nacho, jinsi ulivyo wewe mwenyewe, ni matokeo ya muda. Maisha ulio nayo ni matokeo ya namna muda wako ulioutumia duniani. Leo wako watu wamezeeka, wengine wamestaafu, ni kwa sababu ulitumika na sasa ni muda wa wewe kupumzika. Yeye aliyeajiriwa anapaswa kukumbuka ya kwamba kuna siku ajira yake itakoma. Kwa hivyo na afanye vitu kama wakili mwaminifu, akijiandaa kustaafu yamkini. Lakini jambo jingine tuliangalia mambo muhimu kama wakili mwaminifu unapaswa kufanya kuhusu muda. Tuliangalia wakili anapaswa kujifunza kuondoa vitu ambavyo havina maana kwake, visivyomletea faida. Ni vyakula havina maana yoyote, havina faida yoyote katika mwili wako, zaidi vinakuharibu. Ondoa vyote visivyo na faida, unapaswa kuviondoa kama wakili mwaminifu. Kwa mfano, yule ambaye leo huvuta sigara, yule ambaye leo hunywa pombe, yule ambaye leo hunywa na kusema moyo wangu umeburudika kabisa, ndani ya muda huo akifurahia, alafu kuna muda atasema kile ulichokuwa unafanya ni matokeo ya hiki. Ugonjwa ulionao ni matokeo ya kitu fulani ulichokifanya ndani ya muda fulani. Kwa hivyo muda ni wa muhimu mno katika maisha ya mwanadamu.
Lakini tuliangalia pia marafiki wasiokuwa na faida. Hebu waondoe, tukaangalia katika kitabu cha Mithali 1:10 ya kwamba mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubaliane nao. Tuende tukafanya hivi. Usikubali. Lakini pia tukajifunza ya kwamba jifunze kukataa, kusema hapana. Usiseme kila jambo ndio, kila jambo ndio, kila jambo ndio, kila jambo ndio. Twende tukafanye hivi, ndio. Twende tukafanye hivi, ndio. Tulime hivi, ndio. Wakili anajua kila chochote anachokisema ndio atakitolea taarifa. Na tuliangalia kwenye kile kitabu cha Mhubiri, ile fungu la 14, ile sura ya 12, ambayo inazungumza ya kwamba Mungu ataleta hukumuni kila jambo likiwa jema, likiwa baya, chochote Mungu atakileta hukumuni. Kwa hivyo pale uliposema ndio na ukashindwa kutimiza, ujue kuna jambo la kusema. Na hata habari ya nadhiri tunazoziweka pia, katika muda Mungu huzihesabu, na baada ya muda kupita tunaonekana kama mawakili wasio waaminifu. Tuliangalia katika kipindi kilichopita ya kwamba maisha yetu ni mafupi, hivyo watu wawekeze kwa Mungu badala ya kuwekeza katika mambo mengine. Ni kweli haujakatazwa kujenga, haujakatazwa kununua mashamba, haujakatazwa kuishi maisha mazuri, haujakatazwa kuvaa, haujakatazwa kununua vitu vizuri ili vitumie, haujakatazwa kuwa na usafiri, haujakatazwa, lakini unatiwa moyo kama wakili kuwekeza mali na muda wako kwa Mungu. Maana tulisoma na kupata taarifa ama kisa cha yule mtu mfalme wa Babeli ambaye alipofikiria hivi vyote nilivyo navyo, baada ya mimi kufa nani atavimiliki? Na tukaangalia pia nukuu ya Sulemani ya kwamba baada ya vyote alivyokuwa navyo, alikuwa tajiri, ana mali na kila kitu. Sulemani akakaa akatafakari, akasema hivi vitu nani atavitumia nikifa? Kwa hivyo wakili atajikumbusha ya kwamba kuna siku analala mauti. Je, amevitumiaje hivyo vitu alivyopewa? Kwa hivyo wakili katika muda ni kutumia vitu katika muda sahihi. Vitu vyako maadamu unaishi, wekeza katika ufalme wa Mungu. Lakini jambo jingine la mwisho, tukajifunza juu ya muda na familia. Watu weka kazi kwanza badala ya familia, na wengine weka familia na kusahau vitu vingine. Tenga muda na familia, maana familia yako ndiyo hasa watu wako wa karibu kuliko yeyote. Kwa hivyo muda wako usiutumie na rafiki, usiutumie sui na nani, tumia muda wako mwingi wa kutosha pamoja na familia yako. Mungu akubariki. Hayo yalikuwa ni yale tuliyojifunza katika kipindi kilichopita. Ninakukaribisha tuweze kuomba pamoja kwa ajili ya kipindi cha siku ya leo. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya maneno yako ambayo hata leo uko tayari kusema na sisi. Mimi mchungaji Nation Lameki nipungue, na Yesu Kristo uinuliwe juu, na uwavute watoto wako wanaotazama na kusikia waje kwako na waokolewe na kuupata uzima wa milele. Asante Bwana kwa ahadi yako ya Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu na mkufunzi wetu. Asante Bwana kwa upendo wako na ahadi yako ya kutusamehe dhambi. Asante Bwana kwa ahadi yako ya kutupatia nafasi nyingine ya kuishi pamoja nawe katika uzima wa milele. Bwana ututendee yote sawa sawa na ahadi yako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mtoto wa Mungu, leo tutakuwa na mada inayozungumza habari ya uwakili
juu ya mwili, uwakili juu ya mwili. Bila shaka umekuwa ukipokea taarifa za watu namna walivyojibadilisha maumbile yao. Ama umewahi kuona jinsi watu walivyojibadilisha mionekano yao. Ama umewahi kuona kabisa namna watu ambavyo wamewahi kufanya vitu vingine ambavyo hata kwa macho ya kibinadamu na akili za kibinadamu unawaza, huyu mtu alikuwa anawaza kitu gani? Mwili ni zawadi ya pekee mno ambayo Mungu katika uumbaji alitulia, akatengeneza, akaumba. Hiyo yote aonekane mwanadamu katika sura ya kupendeza. Kile kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na lile fungu la 31 linasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Kwa maana nyingine, wakati Mungu anaumba ulimwengu, akaumba kila kitu, na kisha akamuumba mwanadamu, mwanamume na mwanamke Mungu aliwaumba. Vyote vilivyokuwa ndani vilikuwa vyote katika hali ya ukamilifu, na vyote vilikuwa vyema, wala hapakuwa na chochote kilichopungua. Wazo la kwanza, wakili unapaswa kujua ya kwamba vyote Mungu alivyoviumba, aliviumba vyote katika hali ya wema. Vyote. Lakini dhambi ilipoingia, ilitibua mipango hii ya vitu kuonekana kuwa vyema, ingawa kusudi la Mungu lilibakia pale pale. Inarudia tena. Dhambi ilipoingia, iliharibu huu muonekano, matokeo yakawa ni mabaya, kwa maana vile Mungu alivyoviumba vilikuwa ni vyema, lakini mara hii baada ya dhambi vile vyema vilionekana kama havifai, lakini kusudi la Mungu lilibakia pale pale. Mungu aliumba vitu vyote vilikuwa vyema. Kila kitu, ndilo kusudi la Mungu milele, halijabadilika. Kwa hivyo wakili anapaswa kufahamu ya kwamba kusudi la Mungu liko pale pale katika maisha yake. Mahali fulani wana wa Israeli walikuwa wanaanza kulalamika na kulia na kuuliza maswali, hoi. Na Mungu akawaambia, akamjibu Yeremia akamwambia, nenda kawaambie, Yeremia 29, mawazo ninayowawazia ni mawazo yaliyo mema, ya kuwapatia tumaini katika siku zao za mwisho. Kana kwamba kusudi la Mungu bado halijawahi kubadilika katika maisha yako. Mungu alipomuumba mwanadamu, moja ya kusudi kubwa la Mungu lilikuwa ni kumpatia mwanadamu muonekano wa kupendeza na wa kung'aa kuliko vyote. Ndio maana Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 inazungumza Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Lakini kwenye sura ya 2 Biblia inasema ya kwamba naye Mungu akauchukua udongo, akamfinyanga, na kisha akapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Vitu viwili tofauti. Wakati mwanadamu anaumbwa, Mungu alimtengeneza kabisa katika hali ya kuonekana kuwa perfect, kuwa mwema, yani akionekana ang'ae kabisa, awe tofauti na vitu vingine. Mtoto wa Mungu, hivi unajua ya kwamba Mungu alikutengeneza kwa kutulia, wala hakuwa na haraka. Wakili anapaswa kujikumbusha maneno haya ya kwamba Mungu aliniumba mimi, wala si kwa papara, wala sio kwa haraka,
Mungu aliniumba, alinitengeneza. Hebu fikiria wakili mwaminifu wa Mungu, naye nitazama Mungu alipomuumba mwanadamu katika hali ya kawaida tu ya kibinadamu. Hebu tufikirie, fundi mmoja ama wawili ama watatu kuchimba msingi hutumia muda mrefu kidogo, kisha ujenga msingi, na kisha usema tusubiri kwanza msingi ukauke, na kisha urudi tena katika kunyanyua tofali, na kisha wakati fulani wanafika wanasema hapa tulipofika tupumzike kidogo ili ukuta ukauke, na kisha baadaye jengo zima linakamilika na nyumba hatimaye. Mafundi wanakuwa wametumia muda gani? Muda mrefu. Hebu fikiria picha Mungu alipokuumba mwanadamu. Unafikiri Mungu alikuwa anatumia muda gani kunitengeneza mimi, kukutengeneza wewe? Anatengeneza bila shaka, anaweka macho, anasema macho hebu ngoja niweke vizuri tena, niweke vizuri. Anaweka miguu, anasema hii miguu ngoja nitengeneze vizuri. Anaweka kifua, anasema hiki kifua ngoja nikitengeneze vizuri. Anaweka mwili angalau lile umbo lote linaonekana. Anasema hebu ngoja kuna kitu gani kimepungua, anasema kimepungua kitu fulani. Anaongezea. Hatimaye mwanadamu Mungu alipomtazama akaonekana kila chochote Mungu alichokifanya ni chema. Wewe ulipoumbwa, na bado Mungu anakusudia kuniumba mimi na wewe kama mawakili katika hali ya ukamilifu. Ndio maana lile fungu Yesu anasimama na kusema, mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu alivyo mkamilifu. Kwa hivyo miili tulio nayo bado tunaweza kuumbwa upya leo na Mungu, ili lile kusudi la kuonekana katika hali ya wema likamilike bado. Mwili ni zawadi ambayo Mungu mwenyewe aliamua kumpatia mwanadamu, aliamua mwenyewe kutengeneza. Ni kama unatoka huko kazini ama mahali popote, unarudi nyumbani kwako, unaamua kupita mahali, unanunua tuseme ni nguo ama chochote kama zawadi. Unafika unampatia mke wako, unawapatia watoto wako kama zawadi. Ni zawadi ambayo walikuwa hawaitegemei wala hawaitarajii, lakini wewe kwa sababu ya upendo unawapatia. Vivyo Mungu kwa sababu ya upendo alitutengeneza, akatupatia huu mwili pamoja na viungo vyake vyote. Anaweza kuniuliza mmoja, mbona wale wengine ambao wana viungo pungufu ama zaidi? Hao pia nimesema baada ya dhambi matokeo yanaweza kuonekana si mema, lakini kusudi la Mungu liko pale pale. Kwa hivyo mwili ni zawadi ambayo Mungu alitupatia wanadamu. Na Mungu akitupatia wanadamu mwili huu, ni zawadi ambayo inapaswa kutunzwa kwa uaminifu na kwa bidii bila ulegevu. Mwili wako, mwili wangu ni zawadi ambayo ninapaswa kuitunza kwa bidii na kwa uaminifu na si kwa ulegevu. Baadaye huwa tunasikia watu wanasema, nimepimwa nimeambiwa nina vidonda vya tumbo, na wameniambia sababu ni kwa sababu wasili chakula kwa wakati. Mungu mwili aliyokupatia anataka utunze kwa bidii na kwa nguvu zako zote, na sio kwa ulegevu. Ufanye kwa bidii kana kwamba ni zawadi ambayo unapaswa kuitunza na kuitizama kila wakati. Hadi kadhalika wengine ambao ukaa muda mrefu pasipo kuoga wala kufanya usafi katika mwili wao. Mungu alipomuumba mwanadamu, alitaka mwanadamu abakie kama wakili mwaminifu wa kutunza zile Mungu amempatia kama baraka na zawadi pasipo kuzitelekeza. Biblia
maana tofauti tofauti kuhusiana na mwili. Mwili kama kinachoweza kushikika, kwa maana unaweza kushika mkono, kifua, kichwa. Lakini mwili huo pia kwa namna nyingine unatafsirika kama mwili wa Kristo. Mahali pengine pia utafsirika kama kanisa. Kwa hivyo napozungumza habari ya mwili katika uwakili, leo uwakili katika mwili, Mungu atusaidie angalau kila mmoja kufahamu katika nyanja hizo mambo kadhaa ambayo anapaswa kuyafanya. Jambo la kwanza, Mungu alituumba kwa mfano wake. Jambo la kwanza, wakili anapaswa kufahamu ya kwamba Mungu alimuumba kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu, Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Ikiwa Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume, wakili atasalia katika hizo jinsia mbili tu. Mwanamke, mwanaume. Mungu alipomuumba mwanadamu, hakumuumba mwanaume kwa mwanaume au mwanamke kwa mwanamke, hapana, bali aliumba mwanaume na mwanamke. Kwa hivyo sisi ambao ni mawakili tunapaswa kuheshimu hilo kusudi la Mungu katika maisha yetu. Na maumbile yetu tuyaheshimu kana kwamba Mungu alikuwa na akili timamu wakati anaruhusu uumbaji ufanyike hivi. Jambo hilo la kwanza. Jambo la pili, Biblia inatuambia ya kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Katika kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza 6, tuangalie Wakorinto wa kwanza sura ya 6 na lile fungu la Wakorinto wa pili, Wakorinto wa kwanza 6 fungu la 19, 6:19 hadi fungu la 20 linasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Paulo akiandika kwa waumini anawaambia ya kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hekalu ni tafsiri ya kile ambacho Agano la Kale huzungumza kwacho, ya kwamba wana wa Israeli walipokuwa wanatoka katika nchi ya Misri, Mungu akamuita Musa katika kile kitabu cha Kutoka 25. Akamuita Musa, akamwambia Musa, Musa akasema mimi hapa Bwana. Mungu akamwambia, haya njoo, nina jambo nataka kuzungumza na wewe. Alafu lile fungu la 8 Mungu akamwambia Musa, nenda uambie wana wa Israeli mambo haya, nao wanifanyie patakatifu nipate kukaa kati yao. Mungu mwenyewe ndiye aliyewaambia wana wa Israeli watengeneze patakatifu ili aweze kukaa kati yao. Na hapa tumesoma katika kitabu cha Korinto wa kwanza 6:19 na 20 ya kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa maana nyingine, Mungu ametaka yeye mwenyewe kukaa ndani ya miili yetu. Mungu ametaka kukaa ndani ya mwili wako. Yaani anatoa wito, hey nation, ninataka kukaa ndani yako. Na nataka kukwambia na wewe pia kwa jina lako, nataka kukaa ndani yako.
Kwa hivyo wana wa Israeli wakiambiwa Mungu anataka tumjengee au tutengeneze hekalu, mahali ambapo Bwana atakuja na tutamwabudu Mungu hapo, Mungu wetu, wana wa Israeli walilielewa tofauti. Mungu huyu ni kama moto urao. Biblia inazungumza katika kile kitabu cha Waebrania ya kwamba Mungu ni moto urao, 12:29. Mungu ni moto urao, kiasi kwamba hawakuwa wanamchukulia Mungu poa poa. Walijua kabisa wamefika mahali ambapo ni patakatifu mno na Mungu hafanyiwi mzaha. Hekalu lilikuwa safi, halikuwa chafu. Sadaka zilizokuwa zikitolewa, ng'ombe wakichinjwa, mbuzi wakichinjwa, kondoo wakichinjwa, njiwa wakichinjwa, vyote ambavyo vilikuwa havitakiwi tena viliondolewa. Ngozi iliondolewa na kwenda kuchomwa mbali kabisa. Hawakuchomea mle ndani hizo ngozi, sijui huo uchafu wa wanyama, hawakuchomea pale, waliondoka na kwenda mbali. Hekalu la Mungu lilikuwa ni safi. Je, mwili wako ambao ni hekalu la Roho wa Mungu, ambaye ni Mungu mwenyewe, ni safi kiasi gani? Yeyote aliyekuwa na kuja hekaluni pasipo utaratibu alikutana na adhabu. Nakumbuka ya kwamba katika ile siku ya kusanyiko ya upatanisho, kama kuna mtu alikuja hajajitakasa kabisa, wala hajajitoa wala kujinyenyekesha kwa Mungu, bila shaka alikuwa anapata adhabu. Kana kwamba wewe katika mwili ulio nao unapaswa kujifunza unyenyekevu, unapaswa kujifunza usafi, ya kwamba mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu, sio wangu mwenyewe, sio wangu mwenyewe. Lile hekalu lilitengenezwa kiasi kwamba Mungu aliona vema kukaa ndani yake. Wakati wowote ambapo kulikuwa na jambo, Mungu alikuja na kuzungumza na Musa na wana wa Israeli pale hemani. Na wana wa Israeli walijifunza na kujua ya kwamba kama unataka kuuliza kwa Mungu, nenda hemani, nenda kanisani, nenda hekaluni. Walikwenda. Kwa hivyo Paulo akizungumza ya kwamba miili yetu hama mjui ya kwamba ni hekalu la Roho Mtakatifu, anataka kutukumbusha na kutusaidia kufanya maandalizi. Maandalizi yalifanyika ya watu kuleta vifaa, vipimo vile Mungu alitoa. Maandalizi ni yale ambayo leo wakili mwaminifu ataamua kuchukua ili Mungu akae ndani yake. Maandalizi yanaweza kuwa yapi? Leo usafi ufanywe. Usafi wa aina gani? Chochote ambacho kingeweza kuzuia uwepo wa Mungu katika hekalu wakati ule wa Agano la Kale, na leo chochote kinachoweza kuzuia Mungu asionekane kwako, ndani yako, kinapaswa kuondolewa. Hebu tusome mahali fulani katika kitabu cha Wagalatia. Wagalatia, anazungumza Wagalatia sura ile ya 5 na ile fungu la 18. Linasema, lakini mkiongozwa na Roho hampo chini ya sheria. Alafu fungu la 19 anasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya. Anataja, anasema uasherati. Uasherati ni uchafu ambao Mungu hatoweza kuja katika huo mwili ama hilo hekalu. Kwa hivyo kama ninahitaji Mungu akae ndani yangu, huyu Roho Mtakatifu akae ndani yangu, ninapaswa mimi kama wakili kuacha uasherati.
na uasherati na uzinzi vinaweza vikahesabika katika maana moja, kutenda kabla ya ndoa ama kutenda baada ya ndoa. Kwa maana kutenda na mwanandoa mwingine ama mtu mwingine asiye mwenzi wako. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo anayefanya anajihesabia nafasi ya kuto kumruhusu Mungu Roho Mtakatifu kuingia ndani yake. Jambo la pili, uchafu. Uchafu unaweza kutafsirika katika mambo makubwa mawili. Uchafu kwa maana tunaofahamu wa kujitunza, kusafisha, kuoga na kadhalika. Lakini uchafu mwingine ni wa kula ama kupokea vitu visivyofaa. Pombe. Lakini mwili wako pia unaamua kuutumia katika mambo ya uchafu, kwa maana ya mazindiko ama uganga ama ushirikina. Leo wako watu Mungu aliwaumbia miili, lakini uenda na kuambiwa mwili wako umeharibiwa, mwili wako umeharibiwa mno, hauwezi kufanikiwa, lazima tukutengeneze. Na wanakwenda wakihisi ya kwamba watafanikiwa. Kwa kufanya hivyo unajitoa kwa Mungu ili asiingie ndani yako na kukaa. Jambo jingine anasema ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yote yanayoweza kufanana na hayo ambayo miili yetu ingeweza kufanya. Mungu yangemzuia asiingie ndani yetu. Ni nani leo angeweza kuingia katika gari kwa ajili ya safari alafu dereva asiwepo ndani? Ni nani angeweza kukaa? Hilo gari bila shaka haliwezi kuondoka, litakaa hapo hata mwaka mzima. Lakini abiria akiingia katika chombo cha usafiri ambacho ndani yake dereva yupo amekaa kwenye siti yake ya dereva kuendesha, abiria huyo ana uhakika wa kuondoka kwa wakati na safari yake kufika. Kwa hivyo mwanadamu ambaye anaishi bila Mungu ambaye ni dereva wake kuwemo ndani ya mwili wake au wa maisha yake, mwanadamu huyo asitarajie ya kwamba anaweza kuondoka katika hiyo hali au safari. Atabakia pale pale katika hiyo hali siku zote. Lakini mwanadamu ambaye atamwambia Mungu ingia, Mungu atambadilisha, Mungu atamuongoza na safari yake atafika salama. Kwa hivyo Paulo anapozungumza miili yetu ni hekalu, ilikuwa na maana kubwa mno. Hekaluni kulifanyika ibada. Ibada ni miili yetu pia ushiriki katika ibada. Watu husema, Mungu anaangalia tu moyo, wala angalii nje. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mungu huangalia vyote. Mahali fulani katika kitabu cha Yakobo anasema, nionyeshe imani yako na mimi nikuonyeshe matendo yangu. Ni vitu ambavyo haviwezekani. Matendo na imani ni kama shilingi isiyoweza kuondolewa. Iko, haiwezi kubadilishwa, ipo pale pale imeshikana. Na yule ambaye alikuwa anasimamia kufanya huduma hii alifanya asubuhi na jioni. Wakili mwaminifu atapaswa kusimamia mambo ya ibada katika mwili wake. Ibada ya Mungu, umheshimu Mungu katika mwili wako. Na hata mahali fulani Paulo anazungumza kwa habari ya wanandoa ya kwamba na wapeane muda wa kumwabudu Mungu ili shetani asije akawajaribu. Wawe na kiasi. Lakini pia Biblia inazungumza ya kwamba miili yetu ni dhabihu takatifu ya Mungu. Paulo anazungumza pia bado katika kitabu cha Warumi
ya kwamba basi ninawasihi toeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada ya kweli yenye maana. Katika kitabu cha Warumi 12 fungu la kwanza anasema, basi ndugu zangu nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Fungu la pili anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuze kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Miili yetu ni dhabihu, ni sadaka. Wakili wa Mungu, wakili mwaminifu, anapaswa kujua ya kwamba mwili wake ni sadaka, ni dhabihu takatifu kwa Mungu. Unajua dhana ya hekaruni ama ya hekalu tulioiangalia, mwanadamu alikuwa anakwenda na sadaka yake. Sadaka hiyo ilikuwa na masharti ya kwamba aende aletwe mnyama mkamilifu, asiyekuwa na doa, asiye kirema, asiwe ambaye amepata ugonjwa ama kitu fulani hivi kikamfanya asionekane kama wakufaa, na hata wa mwaka mmoja ndiye aliyeagizwa hasa. Kulikuwa na masharti tayari. Miili yetu Mungu ametupatia masharti ya kumtii yeye na kuitoa kila siku kwake. Sadaka ilitolewa asubuhi na ilitolewa jioni. Kwa maana nyingine, mwili wangu ni ufanye kama sadaka, asubuhi niwe safi, jioni nifae tena mbele za Mungu. Kwa kufanya hivyo, Mungu atakaa ndani yetu. Lakini jambo jingine, wakili atapaswa kufahamu ya kwamba miili yetu inapaswa kutunzwa kwa ajili ya ustawi wa afya yetu. Watu wa Mungu mnaonitazama, Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo, ambaye hafurahii watu kuugua. Yeye ni mponyaji. Katika Agano Jipya, vile vitabu vya Injili, Yesu alipokuwa hekaruni ama katika sinagogi, mahali pa ibada, mahali ambapo watu walikuwa wakimwabudu Mungu, alipowaona watu waliokuwa na changamoto za magonjwa, aliwaponya. Miili yetu Mungu anaijali mno. Katika kile kitabu cha waraka wa Yohana, anazungumza ya kwamba ninakuandikia wewe kwa sababu ninatamani ufanikiwe afya yako. Kana kwamba Mungu anatujali mno. Ule waraka wa Yohana, waraka ile barua ya 3, anasema, mzee kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Wakili mwaminifu atajali na kutunza afya. Afya yetu Mungu akimwandikia mwanadamu wa leo ili kusoma kila wakati ya kwamba afya miili yetu tunapaswa kuitunza sawa sawa. Kama hawa Wakristo awali walivyoandikiwa na mitume, ni kana kwamba Mungu ananiandikia mimi leo pia. Anakuandikia wewe ya kwamba miili yetu na tuitunze sawa sawa. Ikiwa ungeweza kufanya matengenezo ya vifaa vyako vya kimawasiliano, vyombo vya usafiri, ufanyiwa maintenance, ufanyiwa kwa lengo la kwamba chombo kiendelee kuwa salama na kionekane katika hali njema. Vipi kuhusu miili yetu? Wako watu huambiwa, bwana, changamoto yako hii ni nini? Usema, daktari alisema nimekuwa nikilewa sana, ni matokeo ya pombe. Ama nimekutwa na changamoto hii, nimeambiwa ni kwa sababu ya kutokula sana chakula, nilikuwa sili chakula cha kutosha, ama nilikuwa sili kwa wakati. Miili yetu tunapaswa kuijali kama zawadi muhimu mno kuliko zawadi zote.
Lakini tena wako watu ambao kwa bahati mbaya ama kwa kujua ama kwa kutokujua huamua kutojali afya. Wawe vijana, wawe watu wazima, wanaume kwa wanawake, wengine wameshindwa kuwa mawakili waaminifu, kushindwa kutunza ama kujali afya zao. Watu wameacha vilio na machozi katika maisha ya watu kwa sababu walishindwa kutunza afya zao, ama miili yao walishindwa kuifanya iendelee kuwa na afya njema. Siku ile Yesu anaporudi, katika masomo yaliyopita nimesema na tumejifunza ya kwamba naye Yesu atafuta machozi katika macho yao. Atafuta machozi gani wakati watu wapo mbinguni? Atafuta machozi ya wale ambao watakuwa wameokolewa kwa neema ya Kristo, na kisha wakafika mbele za Baba, na Baba akapenda kuwaonesha jambo moja tu yamkini. Waulize, hivi kwa nini niliugua? Alafu Yesu amwambie, kwa sababu haukutunza mwili wako wala haukujali afya. Angalia, shida hii ndiyo iliyokupata, shida hii ndiyo iliyokupata, shida hii ndiyo iliyokupata. Fikiria watu watajilaumu kiasi gani wakili unayenitazama sasa hivi. Yawezekana na wewe changamoto ulionayo ni kwa sababu haukutunza mwili, haukujali mambo ya afya, haikuwa kipaumbele kwako. Leo unapitia wakati mgumu, unatumia pesa nyingi kwa ajili ya matibabu. Mungu bado ana nafasi nyingine. Bado anakupenda na bado yuko tayari kukusamehe. Yesu mahali alipoingia hekaluni, alikwenda na kuwaponya waliokuwa wagonjwa. Haijalishi kuna watu ambao walikuwa wamefanya dhambi, kama huyu wa kitabu cha Marko ambaye yeye alikuwa amefanya dhambi, lakini kwa sababu alikuwa ametenda dhambi bado Yesu alimhurumia. Kitabu cha Marko sura ya 2 anasema, akaingia Kapernaum tena, baada ya siku kadha wa kadha ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni, akawa akisema nao neno lake. Fungu la 3, wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Alafu sikia maneno ya Yesu aliyoyasema kwenye fungu lile la 5. Na Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Angewezaje kuambiwa kama hakuwa sehemu ya wale ambao walikuwa hawajali miili yao katika kutunza afya zao? Bila shaka dhambi alizozifanya ama ulegevu alioutenda huyu mgonjwa aliyekuwa amelala kitandani ni matokeo ya ugonjwa wake, ni matokeo ya yeye kushindwa kufanya kazi, ni matokeo ya kushindwa kuona furaha tena ya maisha. Lakini anapomkaribia Yesu anamwambia, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Kumbe Yesu anaweza kusamehe wale ambao mwanzoni mwa maisha yao hawakuwa watunzaji wa afya na miili yao.
wale ambao leo wanapitia maumivu na machozi na gharama nyingi wanazitumia katika masuala ya matibabu, ni watu wanaomeza dawa, ni matokeo ya kutokujali afya zao. Hao watu Yesu bado aweza kuwasamehe. Je, ni wewe unayenitazama wakati huu? Je, ni wewe unayenisikia wakati huu? Yesu anaweza kukusamehe hata kama ulifanya makosa, ndio maana huo ugonjwa ukakupata. Yesu mwenye upendo alimsamehe huyu mgonjwa, na huyu mgonjwa akawa mzima. Alafu Yesu akamwambia usitende dhambi tena. Mungu ana uwezo wa kukusaidia na kukusamehe na kukufanya leo uishi tena ukiwa umesamehewa, maana ni Mungu anayesamehe. Lakini wale ambao bado hawajapata hii changamoto na wamekuwa wakipuuza, nimewaona watu ulewa, hunywa pombe na kujisifia, ninakunywa hivi, ninamaliza hiki, ninafanya hiki, na wengine wanakula vyakula ambavyo vina madhara kabisa kwa afya zao. Lakini bila kujali wanahisi matokeo yao ni mazuri. Matokeo yenu yatakuwa ni mabaya. Ikiwa bado matokeo hayo haujayapata, leo ninakusii, acha, amua kuwa wakili mwaminifu na Mungu atakusaidia. Kwa hivyo Mungu anajali habari ya afya zetu, na anajali kila mmoja awe mwenye furaha na kumwabudu Mungu. Na hata hivyo, wale ambao wamekwisha kulala mauti hawamsifu Mungu. Kuzimuni, huko kuzimu hakuna watu wanaomsifu Mungu. Watu hapo makaburini, makaburi mengi, wako watu ambao hawakutunza miili yao, na kwa sababu hawakuwa waaminifu katika kutunza miili na kuheshimu kanuni za afya, walijifanya haraka ama walisababisha haraka mauti zao. Ninatamani usiwe miongoni mwao ambao watashuka kwa upesi kaburini kwa kushindwa kutunza kanuni za afya. Miili yetu Mungu alitupatia, tuitunze na kuiheshimu na kuipenda. Lakini jambo jingine, kama wakili mwaminifu juu ya miili yetu iliumbwa kwa mfano wa Mungu. Usibadilishe jinsia, usibadilishe maumbile, usibadilishe muonekano wako. Mungu aliyekuumba alikuumba katika hali ya ukamilifu. Leo wako watu hutumia mamilioni ya fedha katika kujitibu kile ambacho walijitahidi mwanzoni kukiondoa na kimekuwa ni kwazo. Leo tumekuwa tukisikia taarifa kwenye vyombo mbalimbali vya kutolea taarifa ya kwamba watu wamekufa waliokuwa wakibadilisha jinsia, watu wamekufa waliokuwa wakijibadilisha maumbile yao, watu wamekufa waliokuwa wakijibadilisha ngozi zao, wengine wameugua magonjwa yasiyotibika. Miili yetu Mungu alikuumba katika hali ya ukamilifu. Wakili ataheshimu hilo, wala hatobishana na Mungu ya kwamba Mungu alimuumba kwa kukosea. Hapana. Lakini pia miili yetu, kama ambavyo tumezungumza na kujifunza ya kwamba miili yetu huhesabiwa kama hekalu la Bwana. Na hekalu la Bwana, mahali ambapo pana ibada, ni mahali ambapo ni pasafi. Mwili wako, jitahidi kula vyakula sahihi, vyakula ambavyo Mungu amevielekeza. Katika kitabu cha Walawi, mambo ya Walawi sura ya 11, viko vyakula ambavyo Mungu ameviweka kabisa na kusema
hivi mtakula, hivi hamtakula. Wakili mwaminifu katika mambo yote ya Mungu atakuwa mwaminifu katika mwili wake kutunza na kula vitu vilivyo sahihi. Vyakula ambavyo sio sahihi ni dhambi kwanza unapokula, lakini pia unakaidi kile ambacho Mungu anakiwaza kwako kilicho chema. Tumeangalia lile fungu linasema, maana mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo yaliyo mema, kuwapatia tumaini katika siku zenu za mwisho. Basi tungeweza kusema nini juu ya wale ambao si wanandoa, vijana ama watu wazima, jinsia ya kiume na ya kike, ambao hawajaingia katika ndoa, na waheshimu miili yao kama hekalu la Roho Mtakatifu, wangoje mpaka wakati wa ndoa. Tendo la ndoa kabla ya ndoa ni kosa. Mhubiri ama Sulemani, ambaye yeye tungeweza kusema leo anasifiwa zaidi na vijana, yawezekana vijana wangemsifu ama baadhi ya kundi fulani la watu katika jamii wangemsifu, lakini huyu ndiye anayesema, ninawasihi enyi binti zangu, enyi vijana, msiachochee mapenzi. Katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora, tuangalie pamoja tunapojifunza masuala haya ya habari ya kuwa wakili mwaminifu katika mwili. Kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora kinasema, nawasihi enyi binti za Yerusalemu, kwa paa na kwa yara wa porini, msiachochee mapenzi wala kuyaamsha hata atakapoona vema yenyewe. Vijana, usivae kwa tamaa, wala usivae kwa kuwatamanisha wengine, wala usitamani kuingia katika mambo ambayo si ya wakati wako sahihi. Sulemani, yeye ambaye tungeweza kusema kumbe kufanya tendo la ndoa ni sahihi, yeye mwenyewe anasema msiachochee mapenzi. Lakini pia wale ambao ni wanandoa tayari wangeheshimu viapo vya ndoa zao, na kisha wangebaki kuwa waaminifu kwa Mungu na kuheshimu na kujitunza katika miili yao. Mungu ametupatia zawadi hii ya mwili ili tuweze kumwabudu kwa furaha na yeye akae kwetu. Hekalu lilitafsirika kama mwili ambao watu walikusanyika kumwabudu Bwana. Hebu mwili wako uwe hekalu, uwe sehemu ambayo Mungu kila siku ataingia ndani yako na kukaa. Kitabu kile cha Ufunuo 3:20 kinasema, tazama nasimama mlangoni ninabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia na kukaa pamoja naye na kula chakula pamoja naye. Yesu hata sasa, Mungu Baba hata sasa anabisha ndani yako, anabisha katika mlango wa moyo wako. Je, wewe utaruhusu kumfungulia leo mlango aingie ndani yako katika mwili wako, na kisha uchafu wote uondoke, kila kitu kiondoke, na akae Yesu siku zote milele na milele? Mahali ambapo Yesu yupo kuna amani, kuna usalama, kuna furaha na kuna maisha ya umilele. Bwana akubariki unapochagua kuwa wakili mwaminifu katika maisha yako kwa habari ya kutunza mwili na kuheshimu mwili ambao ni zawadi Mungu aliyokupatia. Baba yetu na Mungu wetu, jina lako na litukuzwe. Tumesikia namna ulivyotupendelea na kutupatia mwili
ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili ambao Yesu wakati wote ulikuja na kukutana na wana wa Israeli katika ibada zao. Ruhusu leo usafi na utakaso katika miili yetu, katika miili ya watoto wako, ili uchafu uondoke wote na ukutane na watoto wako katika ibada siku zote za maisha yao. Waponye wale kwa bahati mbaya hawakuwa waaminifu katika kutunza kanuni za afya na wakajikuta ni wagonjwa. Kama ulivyomsamehe yule mtu katika kitabu cha Marko sura ya 2, umsamehe mtoto wako anayesikia wakati huu na umponye kwa jina lako. Asante Bwana kwa sababu ya rehema na upendo wako. Utusaidie tuwe mawakili waaminifu hata milele, katika jina la Yesu Kristo. Amin. Bwana Mungu na akubariki sana.